Mpenzi mtazamaji wa channel yetu, na wakati mwingine tena ambapo tunatakiwa tujadili kitu muhimu sana, kwamba faida ya kujifunza maandiko matakatifu binafsi. Hili jambo muhimu ambalo ninaamini litatusaidia sisi ambao tunaishi katika nyakati hizi za mwisho, ya kwamba umuhimu wa kujifunza maandiko mwenyewe, kwa sababu usipokuwa na msingi binafsi kwenye maandiko ni rahisi sana kudanganywa. Kwa sababu ubongo una tabia ya kuhifadhi vitu na unafanya maamuzi mara nyingi kulingana na taarifa zilizopo. Kwa ukiwa usomi maandiko matakatifu na kuyaweka akilini au moyoni, wanasema katika subconscious mind, hata kama usikalili mafungu ya Biblia yote ya Biblia nzima, lakini yako katika fahamu zako, sio kitu kigeni, yatakuongoza katika njia. Udanganyifu katika siku za mwisho unaongezeka. Na Yesu mwenyewe alisema watakuja manabii wa uongo wengi, watawadanganya wengi, yamkini hata walio wateule. Maana kama ingewezekana walio wateule nao wangeidanganya. Maana udanganyifu utakuwa ni mkubwa sana kiasi kwamba ni vigumu kutofautisha ukweli na uongo. Kwa hiyo sasa katika siku hizi za mwisho tunazoishi sisi, faida ya kusoma Biblia mwenyewe ni kwamba utaweza kutofautisha kati ya uongo na ukweli. Kwa sababu taarifa zitakazokuwa zinakuja, kuna namna tu zitapingana na neno takatifu. Habari njema ni kwamba Biblia haipingani yenyewe. Ikiwa kama ingelikuwa inasema Biblia inapingana, ingelitosha kusema ya kwamba hiki sio kitabu cha Mungu. Kwa sababu Mungu hajipingi na wala hageuki. Kwa hiyo kweli nyingi zinazokuja zikiwa zitatofautiana na maandiko matakatifu, hata kama ni kidogo, itakuwa kuna changamoto. Hasa katika fundamental truth. Sasa katika kweli za msingi, nasema kuna kweli za msingi. Sasa nataka kusema ni kwamba faida ya kusoma Biblia binafsi ni hii. Kwanza utajifunza kujua mapenzi ya Mungu katika maisha yako siku kwa siku. Hiyo ni mojawapo ya faida. Ya kama unapochukua Biblia, unajua neno la Mungu. Kwa hiyo unapoomba, ukaamua kusoma, unaamini Mungu anasema nawe kupitia neno lake. Lakini mtu ambaye asomi Biblia, anasubiri watu wamuelezee. Kila watu watakachokisema kila ambacho mhubiri atasema hii ndiyo sauti ya Mungu kwangu. Bila kujali ya kwamba alichokisema mhubiri kinakubaliana na maandiko matakatifu. Sauti ya Mungu ni neno takatifu. Mtu atakaposema na aseme kama alivyo mahusiano ya Mungu. Kwa sisi ambao tunaishi sasa, tunahitaji kujifunza Biblia. Moja, kuepusha na udanganyifu wakati wa mwisho, lakini mbili, kuisikia sauti ya Mungu. Tatu, ni maisha yetu kuongozwa. Kwa sababu Biblia imesema, Mathayo 4:4, mwanadamu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno katika kinywa cha nani? Cha Mungu. Kwa sababu kwa tunaishi kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu, tunahitaji neno la Mungu kila wakati. Tunahitaji neno la Mungu, tunahitaji kujifunza maandiko matakatifu ili tupate chakula cha roho zetu. Manake sio kwamba kila wakati utakaposoma kitu hicho nakihitaji sasa, lakini roho yako inakuwa inapata deposit ya vitu vya Mungu. Roho yako haiishi kwa vitu vya nje. Roho yako haifaidiki kwa vitu vya nje. Haihitaji chakula cha kimwili, inahitaji chakula cha kiroho. Kwa sasa unahitaji kwa neno la Mungu ambao ni Biblia. Kwa unaposoma Biblia binafsi, inakupatia nguvu ya kusurvive. Kuna wakati unaweza ukafika ukakosa nafasi ya kusoma Biblia kulingana na mazingira. Lakini ikiwa ulikuwa na utamaduni wa kusoma Biblia, wakati huo utakuwa na reserve au akiba ya kusaidia kupita nyakati ngumu ambazo wakati mwingine unashinda kusoma Biblia. Kwa hiyo tengeneza muda, tengeneza tabia ya kujifunza Biblia mwenyewe. Faida zake ni nyingi. Ni rahisi kushuhudia kwa mtu. Ni rahisi kukabiliana na changamoto mbalimbali za maisha, kwa sababu neno la Mungu linakusaidia. Kitabu cha Zaburi sura 119 inasema ya kwamba neno lako nimeliweka moyoni mwangu na sina kutenda nini dhambi. Kwa maana hiyo ni kwamba neno la Mungu linakusaidia wewe kukulinda usitende dhambi. Kwa sababu neno la Mungu li hai. Hicho ni kitabu cha Waebrania sura ya 4 mstari wa 12. Kwa neno la Mungu li hai, basi neno hili lina nguvu, lina uwezo. Kwa maana hiyo litapambana na tabia mbaya
ndani ya maisha yako. Litapambana na mielekeo mibaya, litapambana na maadui. Ni neno la Mungu ndilo linaweza kupambana na maadui zako. Neno la Mungu ndilo linaweza kukulinda. Neno la Mungu ndilo litakupatia hekima. Neno la Mungu lina nguvu kwa sababu sio neno la binadamu. Neno la binadamu halina power. Mimi nikisema kitu, neno langu halina nguvu kiasi cha kufanya chochote kile. Naweza nikasema okay, we TV, we computer mia hapo, haiwezi kuhama. Lakini ikiwa neno la Mungu, ikiwa lina nguvu ya Mungu, itahama. Kwa sababu neno, kinachofanya neno liwe na nguvu ni kwa sababu ni la Mungu. Limetoka kwa Mungu. Sasa kuna mtu atataka kutafsiri vitu vingi hapo, usiumize kichwa sana. Zingatia ya kwamba neno la Mungu ndio taa ya miguu yetu na mwanga wa njia zetu. Zaburi 119 mstari wa 105. Kwa hiyo unahitaji neno la Mungu ili kuishi. Unahitaji neno la Mungu ili kutembea katika giza. Kwa sababu Biblia inatuambia kwamba giza kuu litazifunika kabila za watu. Kwa hiyo katika kipindi hiki tunachoishi, tunaishi katika kipindi ambacho giza limefunika kabila za watu. Nani anaweza akafanya mambo mengi yakawa sawa? Ni Mungu peke yake. Kwa hiyo soma Biblia upate nuru. Kupitia neno lake unaishi. Zama sasa tunaishi kipindi ambacho hatumuoni Mungu kwa macho. Na mara nyingine hatumsikii kwa masikio yetu ya nje, nayo ni mara nyingi. Mara nyingi tunasikia kwa sauti ya ndani ambayo wakati mwingine zikawa sauti zetu mwenyewe, sauti wakati mwingine kwa sauti ya Mungu ndani. Kwa sababu kelele za dunia ni nyingi sana. Lakini unaposoma neno la Mungu hili halibadiliki. Ni kweli. Ndio maana kitabu cha Yohana sura ya 17 mstari wa 17 Yesu anasema watakase kwa ile kweli. Neno lako ndiyo kweli. Kwa hiyo tunahitaji nini? Tunahitaji neno la Mungu kila wakati. Utapata nguvu ya kuishi, nguvu ya kupambana na changamoto, nguvu ya kusonga mbele katika kipindi kigumu ukiweka imani yako katika neno la Mungu. Faida za kusoma Biblia ni tamu. Unaposoma Biblia mwenyewe ni tamu. Unasema na Mungu, unaichunguza nafsi yako, unajua siri nyingi. Biblia inasema siri ya Bwana iko kwao wamchao, naye atawafundisha wanyenyekevu njia. Kwa hiyo sasa unaposoma Biblia kuna siri nyingi sana kwa ajili yako binafsi. Kwa sababu wewe ni mtoto wa Mungu na Biblia imeandikwa ni barua kwako. Kwa hiyo sasa unahitaji kusoma Biblia binafsi. Tenga muda wako walau nusu saa ama lisali moja usome Biblia kila siku. Soma Biblia binafsi, utaona matokeo yake. Usitegemee mahubiri yalishe roho yako. Usitegemee mafundisho ya watu ndio yawe nguvu zako. Ni kweli simaanisha kwamba hautaki kusikiliza. Unahitaji kuwasikiliza wengine. Kwa sababu wakati mwingine tunatafsiri Biblia kwa presupposed idea. Unakuwa na idea ndani ambazo zinafanya utafsiri Biblia vibaya. Wakati mwingine katika kusikiliza akili yako inafunguliwa. Unapata kujua okay, hili kumbe lilikuwa lina maana hii. Wakati mwingine Mungu anasema nawe kwa namna ambayo wakati huo anaweza kugusa zaidi kupitia watu wengine. Tunahitaji kuwasikiliza watumishi wa Mungu. Ni kweli. Tunahitaji kusoma Biblia kwa sababu hata hao tutawapima kwa imeandikwa kama ambavyo kitabu cha Isaya sura 8 mstari 20 nasema na enende kwa sheria na ushuhuda. Ikiwa wasemi sasa neno hili kwao hakuna nuru. Kwa imetafsiriwa hakuna asubuhi, lakini katika tafsiri ya Kiingereza maana yake kwao hakuna nuru. Kwa unaweza kuwapima kupitia maandiko matakatifu. Utapimaje ikiwa usomi? Kwa hiyo jenga tamaduni wa kusoma Biblia rafiki yangu. Soma Biblia mwenyewe. Soma Biblia mwenyewe. Mambo ni mengi Yesu alishasema, lakini unahitaji kujua uzima wako ni bora kuliko uzima wa sasa. Wakati mwema, kumbuka kusubscribe, kulike na kushare. Usikusahau pia kuuliza swali kwenye comment au kuandika chochote ambacho unahisi kinaweza kufanya jambo kwa mtu yeyote. Asante katika jina la Yesu. Amen.